Kiwango bora kinachoonyeshwa na mshambuliaji wa Yanga Clement Mzize kimezivutia timu mbalimbali kusaka saini yake, huku ikielezwa nyota huyo anayeongoza kwa mabao ya ligi kuu bara akiwa na 13 anakaribia kujiunga na miamba kutoka Ufaransa. Meneja wa habari wa Yanga Ali Kamwe hivi karibuni alinukuliwa akieleza mshambuliaji huyo msimu ujao ataenda kucheza soka la Ufaransa kutokana na kiasi kikubwa cha fedha walichopata licha ya kutoweka wazi timu gani atakayokwenda. Mwanasport linajua Yanga iko katika hatua nzuri ya mazungumzo na mawakala wa Olympique Lyonnais na AS Saint-Etienne zinazoshiriki ligi ya Ufaransa Ligue 1, na kama dili hilo litatiki, Yanga itafanya biashara ya mabilioni ya shilingi na kuweka rekodi ya kuwa klabu ya kwanza Tanzania kuuza mchezaji nje kwa gharama na faida kubwa zaidi. Mwanasport linajua ni uhakika Mzize atauzwa kama ilivyo kwa Aziz Ki atakayeenda FAR Rabat ya Morocco. Saint-Etienne ni miongoni mwa timu zilizoonyesha nia ya kumhitaji, ila hata Lyonnais imeonyesha uhitaji, hivyo kwa sasa ni ngumu kueleza wazi ni wapi atacheza kwa sababu msimu ujao, japo mazungumzo yanaendelea, kilisema chanzo chetu. Chanzo hicho kilieleza jambo kubwa ambalo viongozi wanazingatia ni kuhakikisha wanamtafutia nyota huyo timu itakayompa manufaa makubwa katika maisha yake, hasa maslahi ya binafsi na kumfungulia milango ya kuonekana zaidi Ulaya. Miamba hiyo ya Ufaransa sio ya kwanza kujitokeza kuwania saini ya nyota huyo, kwani hivi karibuni Wydad Casablanca ya Morocco na Kaizer Chiefs ya Afrika ya Kusini nazo pia zilionyesha nia ya kumhitaji mwanzoni mwa msimu kabla ya kumbakiza. Awali ilidaiwa Kaizer Chiefs inayonolewa na aliyekuwa kocha wa Yanga Nasreddine Nabi aliyempandisha na kumpa pia nafasi zaidi iliweka dola 200,000 sawa na shilingi milioni 542.3, ofa ambayo mabingwa hao watetezi wa ligi kuu walitupilia mbali. Kwa upande wa Wydad Casablanca, awali ilikuwa ikifundishwa na kocha Lulan Mokwena wa Afrika ya Kusini, nayo iliweka kitita cha dola 100,000 sawa na shilingi milioni 271.1, huku viongozi wa Yanga wakihitaji dola milioni 1 sawa na zaidi ya shilingi bilioni 2. Katika msimu huu wa kwanza, nyota huyo mwaka 2022-2023 alikuwa sehemu ya kikosi kilichotoa ubingwa wa ligi kuu na alichangia upatikanaji wa mabao yake 6 akifunga 5 na kuasisti 1 katika 61 ya timu nzima. Msimu huo Yanga ilifika hadi fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika na kukosa ubingwa kwa faida ya bao 1 la ugenini mbele ya USM Alger ya Algeria, kufuatilia sare ya jumla ya mabao 2-2 ikichapwa nyumbani bao 2-1 kisha ugenini kushinda bao 1-0. Msimu wa pili wa mwaka 2023-24 Mzize alichangia mabao 13 baada ya kufunga 6 na kuasisti 7 kati ya 71 ya kikosi hicho kizima kilichotoa tena ubingwa wa ligi kuu bara ukiwa ni wa 3 mfululizo, ukifuatia kukusanya pointi zake 80 katika msimu mitatu. Huenda huu ndio ukawa ubora zaidi kwa mshambuliaji huyo, kwani hadi sasa amechangia mabao 16 ya ligi kuu bara kati ya 68 yaliyofungwa na kikosi kizima ambacho kinaongozwa kikiwa na pointi 70 baada ya kucheza mechi 26. Ikiwa Mzize atauzwa, itakuwa kama aliyekuwa mshambuliaji wa timu hiyo Mkongomani Fiston Mayele aliyeuzwa Julai 30 mwaka 2023 kwenda Pyramids ya Misri baada ya kuonyesha kiwango bora tangu alipojiunga nao akitokea AS Vita Club ya kwao DR Congo. Mayele msimu wa mwaka 2022-23 katika ligi kuu bara alibuka mfungaji bora baada ya kutupia mabao 17 akiwa sawa na aliyekuwa nyota wa Geita Gold Mrundi Saidi Ntibazoki za Saido, jambo liloonyesha wazi ni mshambuliaji hatari zaidi. Kama haitoshi, Mayele msimu huo akaipeleka Yanga fainali ya kombe la shirikisho Afrika, na licha ya kukosa ubingwa mbele ya USM Alger ya Algeria kwa faida ya bao la ugenini, ila alikuwa pia mfungaji bora wa michuano hiyo akifunga mabao 7. Kutokana na kiwango cha Mzize anachoendelea kukionyesha hadi sasa, ni wazi mshambuliaji huyo huenda akaondoka kwa ajili ya kutafuta changamoto sehemu nyingine, huku ikielezwa miamba wa Ufaransa ni miongoni mwa wanaohitaji saini yake. Hii ni Ahadi TV, usiache kuitembelea muda wote, na pia nikukumbusha tu usiache kusubscribe, kulike, comment pamoja na kushare, na usisahau kubonyeza kikengele ili uwe mtu wa kwanza kupata notification ya habari mpya inapowekwa.